Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Karibuni katika ibada ya leo. Karibuni. Saa hii ni kipindi cha neno la Mungu, tukiwa tunaendelea na somo letu lenye kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Ndicho kichwa kikuu cha somo letu ambalo tunaendelea nalo siku nyingine ya leo. Kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu ndicho kichwa kikuu cha somo letu, na tuko katika kanuni ya 13 inayotuonesha namna ambavyo tunaweza kustahili baraka za Mungu na namna ambavyo tunaweza kuyastahili mafanikio ya kimungu maishani mwetu. Na ni kanuni inayosema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Tunatazama swala la kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu, jinsi linavyotuzalia baraka, jinsi linavyotuzalia mafanikio. Andiko letu la msingi ni Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17, Biblia ikisema, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Msisitizo wetu uko katika maneno yanayosema fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, kwamba kwa mujibu wa msisitizo huu ni kwamba kuna baraka na kuna mafanikio katika kufanya kwetu mambo tukiwa tumemhusisha Mungu kwenye hayo mambo. Bwana Yesu asiwe sana. Na tulienda kipengele kwa kipengele katika kanuni ya 13 ya namna ya kustahili baraka za Mungu na mafanikio ya kimungu maishani mwetu. Kipengele cha kwanza kilikuwa kinazungumzia faida ya kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Tukaona miongoni mwa faida pale tunapomhusisha Mungu, masirai tunayoyapata pale tunapomshirikisha Mungu kwenye mambo yetu. Miongoni mwa faida hizo tuliona ya kwamba tukimhusisha Mungu au tukimshirikisha Mungu kwenye mambo yetu, kuna makusudi mabaya ya kishetani na ya kiuadui ambayo hata yainuke kwenye mambo yetu, hayo makusudi mabaya ya kishetani na ya kiuadui hayawezi kufanikiwa. Bwana Yesu asiwe sana. Hayawezi kufanikiwa. Tuliongozwa na Injili ya Yohana sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 10. Tukaona katika harusi, jambo lile la sherehe, jambo lile la kushereheka, jambo lile la furaha pale katika mji wa Kana ya Galilaya, ya kwamba katikati ya jambo lile la harusi kulijiinua hila ya kishetani kutaka kuiharibu ile harusi, kuitia doa, kwa kuonekana ya kwamba divai ambayo ilikuwa ni kinywaji muhimu kwao katika sherehe ile kwamba imeisha na bado watu hawajagawiwa. Haleluya. Na bado watu hawajamalizika kugawiwa. Kuna watu bado wanahitaji, bado kamati haijamaliza kugawa kwa kadiri ya wale waalikwa waliokuwa harusini pale. Kuna wengine hawajapata kinywaji hicho na ghafla inaonekana ya kwamba kimeisha. Katika jambo hilo ambalo shetani ilikuwa aitie doa ile harusi, kwa Yesu kuwepo kwenye ile harusi, Biblia inaonyesha ya kwamba Yesu akawafanyia muujiza wa ajabu kabisa wa kuyabadilisha maji yakawa divai, tena si divai ya kawaida kama ambavyo nyinginezo zinavyokuwa, bali ikawa divai njema mpaka harusi ile ikapata sifa njema. Kwa hiyo tukaona ya kwamba tunapomhusisha Mungu katika mambo yetu, kuna wakati ambao makusudi mabaya ya kishetani na ya kiuadui hutaka kuinuka kuharibu mambo yetu, lakini Mungu tunayekuwa naye kwenye hayo mambo hawezi kuruhusu kusudi baya la kiuadui likayashinda au likaharibu mambo yetu. Tukaona faida ya pili ya kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu ni kwamba kuna kuwa na kupona kwa mambo yetu kuliko kufa. Haleluya. Tunapomshirikisha Mungu katika mambo yetu, kuna kuwa na kupona kwa mambo yetu kuliko kufa. Tuliona mwongozo kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 11 kifungu cha mstari wa 1 hadi wa 7 na kifungu cha mstari wa 17 hadi wa 21. Wakati Lazaro amekufa, Yesu anafika pale kwenye ule msiba wa Lazaro. Dada yake mmoja Lazaro aitwaye Martha akamfuata Yesu, akaenda akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa. Nikasema maneno haya ya Martha dada yake Lazaro, wakati akiwa anamwambia Yesu, anazungumza na Yesu hivi, yanatupa fundisho kuona ya kwamba
Kumbe Mungu anapohusika kwenye jambo lako halifi. Haleluya! Ni kama anajuta kwamba kwa nini Yesu umechelewa, ungekuja wakati Lazaro akiwa yuko hai, hata kama yuko katika hali ile ya ugonjwa, lakini na uhakika ungekuwepo, Lazaro ndugu yetu asingekufa. Kwa hiyo tukajifunza hapo ya kwamba mahali ambapo tunakuwa tumemhusisha Mungu mambo yetu, kumbe hayawezi akafa. Na ndivyo vilivyo, kwa sababu Mungu anaishi na uhai, asili yake ni hai. Hawezi akakaa mahali akaruhusu jambo life wakati na yeye yuko hapo, wakati yeye asili yake ni uhai, hawezi kufa. Haleluya! Kama ambavyo asili ya Mungu ni Mungu ambaye hawezi kufa, yeye alikuwapo, yupo sasa na ataendelea kuwepo, na ndivyo ambavyo tunavyomhusisha kwenye mambo yetu au tunavyomshirikisha kwenye mambo yetu. Akihusika, mambo yetu hayawezi kufa wakati yeye yupo pamoja nasi kwenye hayo mambo. Tukaona faida ya tatu ya kumhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu, na faida hii ilikuwa inatuambia ya kwamba tunapomshirikisha Mungu au tunapomhusisha Mungu kwenye mambo yetu, tunapata kuyaonea raha hayo mambo yetu. Nikasema raha ni sawasawa na kusema manufaa. Unaweza ukawa mfanyabiashara lakini manufaa ya biashara yako usiyaone. Unaweza ukawa umwajiriwa lakini usione manufaa ya hiyo ajira yako. Mwisho wa siku ukatuambia kwamba ajira ni mateso, lakini kuna wengine wanalilia ajira wapate, wanakuja mpaka kwenye maombi kuomba ya kwamba wapate ajira, lakini wewe kwenye hiyo ajira kwa sababu hauionei manufaa, ikafika mahali mpaka hata ukailani, ukainenea mabaya, ukaichukia. Kazi yako unaweza ukaichukia kwa vile ambavyo huionei manufaa. Lakini kwa habari ya kuona manufaa kwenye mambo yetu, inategemeana na Mungu kuhusika kwenye hayo mambo. Mleta manufaa sio mwajiri wako wa kidunia kwenye hiyo ajira. Mleta manufaa kwenye kazi sio wale wateja tu wanaokuja. Wengine watakuja na kukukopela, sio hata kukununuza kwa uzuri. Mleta manufaa ya mambo yetu ni Mungu anaposhiriki, anapohusika kwenye hayo mambo yetu. Haleluya! Utakuwa na ndoa nzuri lakini bila kumhusisha Mungu katika kipindi ukiwa unaishi ndani ya hiyo ndoa, hutaona manufaa ya ndoa. Utatupa somo baya wewe kutuambia ya kwamba sisi wenyewe tuliooa na kuoana tunataka tutoke kwenye ndoa. Nyie vijana mnakazania muingie, shauri lenu. Masomo kama hayo yanatokea kwa watu ambao wameingia kwenye taasisi hizo. Ni njema kabisa, maana ni za kimungu. Ndoa haikuwa ni mpango wa mwanadamu, ilikuwa ni wa Mungu. Lakini unapoingia pasipo Mungu mwenye taasisi yake, hutaona manufaa yake. Mwisho wa siku utaona magumu, mpaka unaweza hata ukawagombeza watoto wasikuletee wachumba kwamba wasiolewe. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Kuona raha ya mambo yetu kunategemeana na Mungu anapohusika kwenye hayo mambo. Yeye ndiyo mchoko wa raha, zinapopatikana atuletee raha. Haleluya! Tukaona jambo hilo kwa mujibu wa kile kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa kwanza hadi wa 4 na kifungu cha mstari wa 14 hadi wa 16. Wenzetu wana wa Israeli walipotenda maovu katikati ya safari yao ya kutoka kwenye shida kule Misri kwenda kwenye maisha ya raha na mustarehe Kanani, katikati ya safari walipofanya uovu, Mungu akajitenga na wao, akakataa kuhusika kwenye ile safari yao. Akawaambia waende wenyewe, atawapa tu kampani ya malaika ndio watakaoenda nao, lakini yeye Mungu akasema sitaenda katikati yenu. Biblia inasema waliposikia jambo lile baya likawaliza, wakaomboleza mpaka hawakuona uthamani wa ile safari. Wakati wameingia kwenye maombi, wakafika mahali wakamwambia Mungu, ni afadhali hata usituchukue, usiendeleze kutupeleka huko ikiwa kama wewe utaenda nasi. Haleluya! Mungu aliporejea kwao mara baada ya kusikia toba yao, akawaambia kwamba sasa uso wangu utakwenda pamoja nanyi, nami nitawapa raha. Haleluya! Kwa hiyo tukajifunza ya kwamba kumbe raha ya mambo yetu inatokana na Mungu kuwa pamoja nasi kwenye hayo mambo. Bwana asifiwe sana. Useme nimebukua kweli, nimepata mradi mkubwa kweli wa mamilioni. Ndugu yangu, hizo milioni zinaweza zikakuletea maafa badala ya baraka, badala ya uzuri, usipofanya na nani? Na Mungu. Tufanye mambo na Mungu, tumhusishe Mungu katika mambo yetu, ndipo ambapo kuna manufaa, kuna raha za mambo ambayo tunayafanya.
Tukaona faida nyingine ya 4 ya kwamba tukimhusisha Mungu kwenye mambo yetu, matokeo ya mambo yetu hayawezi kuwa mabaya. Kuna mambo mengi tumeishughulisha nayo, tukatazamia matokeo mema na mazuri, mwisho wa siku yakazaliwa mabaya. Sehemu kubwa inayozaa matokeo mabaya kwenye mambo yetu ni pale tunapoyafanya mambo pasipo kumhusisha Mungu. Tunapomhusisha Mungu kwenye mambo yetu, matokeo katika hayo mambo yetu hayawezi kuwa mabaya. Tuliona jambo hili kwa mujibu wa kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 21 mstari wa 1 hadi wa 8. Wenzetu hawa wanafunzi wa Yesu walikuwa katika bahari ya Tiberia, wakapendekeza kujishughulisha na shughuli ya uvuvi wa samaki. Wakati Petro miongoni mwa wanafunzi ametoa pendekezo hilo, wenzake nao wakamuunga mkono wala hawajampinga. Walikuwa ni wanafunzi 7 wa Yesu. Angalia kwamba wana jina zuri, wanaitwa wanafunzi wa Yesu. Haleluya. Na katika jambo hilo ambalo walilifikiria la kwenda kuvua samaki, Biblia inatuonesha kwamba walikuwa wana chombo cha kuingilia baharini, lakini pia walikuwa wana nyavu kwa ajili ya kuwategea samaki. Lakini pia walikuwa wana maarifa ndani yao, wakaona katika majira yote yanayoitwa masaa 24 ya siku, wao wakapendekeza ya kwamba saa za usiku ndio nzuri kwao kuvua, kwamba ndio watapata samaki. Nikasema jambo hili nilifuatilia kiundani kwamba ni kwa nini mvuvi target majira ya usiku ndio aende kuvua. Haleluya. Nikakuta ya kwamba kwenye uvuvi wa usiku kuna imani ya kwamba ni rahisi kupata kulikoni majira haya ya mchana ambayo yametawaliwa na mwanga. Kwa sababu usiku, jambo la kwanza, inasemekana kuwa samaki wanasogea mpaka kwenye kina kifupi sana cha maji kwa kufuata chakula, kwa sababu hawana hofu wakati ule wa usiku. Wanaona ya kwamba wakati ule wa usiku wako huru sana. Kwa hiyo wanajimwaya, wanasogea mpaka kwenye kina kifupi. Kwa hiyo ni rahisi kwa mvuvi kuwapata kirahisi, kwa sababu haitamlazimu hata aende mbali sana, atawapata kwenye kina kifupi fupi tu. Walikuwa na maarifa yao ya kujua kwamba usiku ndio wanapata samaki kiurahisi. Wakati mwingine maarifa ya mvuvi kuvua usiku ni kwamba usiku baharini shughuli zinapungua, haziwi nyingi, ngija zinakuwa chache, tofauti na mchana. Mchana unakuta hata mtu ambaye asiyejua kuvua, maadamu tu anaona wenzake wanavua, na yeye ataka aende akavua. Sio, tuna watu maadamu tu wanaona umefungua biashara fulani, na wao wanataka wafungue wafanye, si ni kweli? Lakini wakatarget ule muda ambao hauna ngija nyingi. Wengine ambao wanaonekana kabisa ni wavuvi wa kufatafata mkumbo, usiku ule wamelala, ni wanakoroma, wako fofofo, wao ndio wakaingia. Lakini Biblia inasema ya kwamba hawakupata kitu. Kwenye duru ile ya mwanzo wakaambulia matokeo yanayoitwa 0. Nani wanafunzi wa Yesu? Usisahau, timu kubwa kweli. Haleluya. Yesu alipowatokea anawauliza, wanangu mna kitoweo? Wakasema hatuna. Yaani maana yake acha tu kwamba labda tulikuwa tunavua ili tukauze, tufanye biashara, lakini hatuna hata wakula. Siku na hiyo nasema nashukuru mwaya Mungu. Nilitazamia mwaya hiyo ya biashara, hiki kilimo, lakini nimepata vya chakula. At least videbe vingapi hatutanunua chakula. Si ni kweli ndugu yangu Mr. Shau? Sasa tunaambulia, tunasema tunashukuru, tumeambulia nini? Vya chakula. Licha ya kwamba target ilikuwa nifanye cha biashara hiki kilimo, lakini kwa vile ambavyo nimeviambulia na viona vitanisaidia kula, sitagharimika kwenye swala la chakula, la kununua chakula takuwa nacho ndani. Hawa walikosa hata hiyo ya chakula, walikosa hata kupata kitu ambacho wanasema ni chakula. Yesu anawakuta na ile 0. Yesu anamwambia kwamba mdisheni jarife, katupe jarife upande wa kuume wa chombo. Biblia inasema ya kwamba wakajikuta wanavua samaki wengi mpaka wanawashinda. Haleluya. Kutoka 0 leo wana matokeo makubwa, mpaka hayo matokeo wanashindwa namna ya kuyahendo, namna ya kuyamudu. Kimebadilika nini? Yesu leo amehusika. Yesu leo ameshiriki kwenye jambo lao. Haleluya. Kwa Mungu anapohusika, Mungu anaposhiriki kwenye mambo yetu, matokeo ya mambo hayawezi kuwa mabaya.
hatutaitwa watu wa fungu la kukosa, kwamba kila jambo tunalolifanya tukitarajia riziki tunaondoka mikono mitupu. Tukiwa na Mungu, Mungu atajua ni namna gani ambavyo atatupatia mpaka tupate. Tukaingia kipengele cha pili siku ya Jumapili, ambayo ilikuwa ni darasa lililopita. Kipengele cha pili katika kanuni hii, kipengele cha pili katika kanuni hii kinasema, je, ni kwa nini tunapomhusisha Mungu? Je, ni kwa nini tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi? Je, ni kwa nini tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi? Haleluya. Inawezekana pia ukawa mzito kumhusisha Mungu kwenye mambo yako kwa sababu huelewi kwamba hivi mekanizimu hiyo ikoje, yaani mfumo ukoje, kwamba eti Mungu ndio akihusika ndio napata matokeo mazuri, ndio napata manufaa, ndio napata kubarikiwa. Yaani kwani Mungu sasa yeye ana nini? Mbona nsimuhusishe mjomba wakati ni mtaalamu? Mbona nina marefali walionitangulia, nina watangulizi kwenye hili jambo nililolisomea? Mbona nisiwahusishe wao wanipambanie? Mbona nafundishwa kumhusisha Mungu kulikoni mtu yeyote? Mbona hata viongozi wangu wa kiroho ni watu wa Mungu, lakini sijatajiwa wao wenyewe hawajajiweka hapo kwenye huo mstari kwamba wawe mbele ninapokuwa na jambo langu, lakini wananifundisha kumhusisha Mungu. Haleluya. Kwa hiyo nimependa pia uone ya kwamba kuna siri gani mpaka tukimhusisha Mungu tunapata kubarikiwa au kufanikiwa kiurahisi, tofauti na pale ambapo tunakuwa hatujamhusisha Mungu. Haleluya. Tukaona jambo la kwanza likituambia hivi, tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi kwa sababu Mungu huwa ana asili ya utajiri. Haleluya. Mungu huwa ana asili ya nini? Ana asili ya utajiri. Tukaliona jambo hili kwenye kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17 hadi mstari wa 18. Mithali sura ya 8 mstari wa 17 mpaka mstari wa 18, kwamba Mungu huwa ana asili ya utajiri. Ndio maana ukimshirikisha kwenye jambo lako lazima liende vema, maana kuna zaidi ya PDG yuko hapo kwenye hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yes, mmeshawahi kufanya mambo yenu mnaangalia wale vibopa wale wenye nazo, si ni kweli? Kuna wakati hata mambo ya kanisa pia na sisi tunatengeuka, tunaacha kumwangalia Mungu ambaye ndio mlezi wa kanisa, ndio mwenye kanisa. Tunaangalia tunasema ya kwamba hivi kwenye kanisa letu sisi waumini wenye nazo wakiona tuwatumie tukiandaa, tusisahau wale wakule kwenye maduka ya jumla wale. Haleluya. Amen. Kuona ya kwamba jambo linapoingiliwa na mwenye nazo hilo jambo laenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati utasikia mwenye nazo mmoja, wakati sisi tunasumbuka kusema ya kwamba tunakipataje hiki kitu kwenye kundi, kuna mwenye nazo mmoja anasema hicho niachieni mimi, mpaka mnageuka nyuma mnamwangalia. Yaani kilichotutesa watu 100, 300, 500, kuna mtu mmoja leo anasema ya kwamba hilo atalibeba mwenyewe, mpaka mnawaza mnasema au hajui gharama ya hiki kitu. Naitana maneno, hebu tangaza kwamba hiki kitu gharama yake ni shilingi fulani. Asiyakawa hapa anasema tu. Ni mtu akiwa nazo. Kwa kama ilivyo kwa mtu tu ambaye Mungu anaweza akamjalia kwa kuwa nazo akawa hata na jeuri kubwa namna hiyo, fikiria huyo Mungu sasa mwenye asili ya utajiri, huyo milionea zaidi ya mabilionea. Haleluya.
Huyo bilionea zaidi ya mabilionea wa dunia. Fikiria sasa mambo yanakuaje. Mithali sura ya 8 mstari wa 17 hadi wa 18 tulikutana na maneno haya ambayo ni Mungu mwenyewe alikuwa anazungumza. Kwenye mstari wa 17 anaanza kusema, nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. 18 ambapo ndio pana msisitizo wa kile ambacho nataka ukione. Anasema utajiri na heshima ziko kwangu. Utajiri na nini? Achana hata na ule wa kidunia. Kuna wakati mwingine unakuta bado mtu ni tajiri lakini hana kuheshimika. Kwa sababu gani? Mienendo yake sio mizuri, tabia zake sio nzuri. Anaweza akatumia utajiri vibaya, kunyanyasa wengine, kufanya ufuska. Si ni kweli mzee Andrea? Sina matajiri mpaka unasema Mungu ulimpaje yule? Hivi ulikosa kumpa kweli? Umempa huyu bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nadhani kuna watu jeuri zao mpaka wanawake 4, 5, 6, 7, 8 na wengine mpaka wasiojulikana huko. Unadhani wengine jeuri ni nini? Upendeje. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sio tu utajiri. Ili utofautiane na utajiri wa babu zetu na wajomba zetu na wale tunaoona mamwinyi mazumbe wa dunia. Yeye anasema ana utajiri na kitu kingine kinaitwa nini? Heshima. Kwa hiyo ukiwa naye huyu utazamia kupata utajiri lakini pia na heshima. Sio utajiri wa mafyongo fyongo. Leo hii tumekuwa na utajiri, ukisikiliza hizo habari za chini chini ya carpet huko zinanuka. Unasikia usimwone vile mama yake pale kamnyumbisha kitasa. Mama hamnazo, ukimkuta nyumbani unakuta mama hoyai. Sasa ni heshima gani anaipata hapo mtu? Kwa siri ikivuja namna hii. Kwamba ni tajiri lakini kwa kupitia nini? Kwa kupitia mambo ya ndumba, taratibu za ajabu ajabu. Wengine tumewahi kusikia ni matajiri kwa kulala na wazazi wao. Wengine tumewahi kusikia ni matajiri kwa kulala na watoto wao. Ni kweli ni uongo wapendwa? Heshima iko wapi kwenye huo utajiri? Kwa hiyo mbali na kwamba kuna matajiri wa ulimwengu huu, lakini angalia faida ya kumhusisha Mungu kwenye mambo yetu kuliko matajiri wa ulimwengu huu. Kwa sababu utajiri wa ulimwengu huu kuna wakati unaandamwa na sintofahamu. Lakini utajiri wa Mungu una heshima ndani yake. Hauna bla bla. Utajiri wa Mungu una heshima, una utakatifu, ni wa salama. Tafsiri nyingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtake Mungu kwa sababu ana utajiri wa salama. Amen. Akaendelea kusema naam. Yaani tena utajiri udumuo. Kitu kingine hicho. Sema jiwe hilo. Utajiri ufanyaje? Haleluya. Simesha kupita mahali unasikia wazazi wanatuambia, wanasema umepaona hapa panapoitwa jina fulani. Enzi hizo ukisikia jina fulani. Hivi ni kweli? Mama anacheka. Nasikia enzi hizo ukisikia jina fulani, ukimwona huyo mzee fulani mwenyewe enzi hizo. Na wakati mwingine yupo hai tu. Haya vilienda wapi? Saizi ni tajiri mstaafu. Sisi tunajua waajiri wa wastaafu kwa sababu ajira zinasema kwamba kwa kadiri ya umri uliofika tunajua saizi wewe sasa hata kufikiri kwako kunaanza kupungua. Tunakupumzisha tu ili ukaanze kuyafikiria mambo ya familia, ukaishi na familia vizuri huko. Tunakupa na kinu mgongo chako hicho. Ngoja achia tu hiyo nafasi kapumzike. Haleluya. Amen. Haya matajiri na namna hiyo nao wamestaafishwa na nini? Kwa hiyo angalia, kwa Mungu kuna utajiri udumu. Ana asili ya utajiri na sio tu wa kawaida. Kusema ya kwamba sasa kama ni utajiri sinakimbilia kwa matajiri ninaowafahamu mimi. Angalia picha za utajiri wake. Una heshima, una kudumu. Akamalizia kusema na haki. Haki leo hii nisemeje? Kitambulisho. Haleluya.
Kuna wakati tuliwahi kusikia kwamba watu huko wakikutwa wanafanya biashara watakuwa wanafukuzwa endapo hatakuwa na vitambulisho vya ujasiriamali. Umeshawahi kusikia? Kwa hiyo kuna wakati licha ya kwamba moyo wako unasikia ndani biashara, lakini ukaenda ukaitega hiyo biashara yako, licha ya kwamba ni jambo ambalo umelisikia moyoni, wewe mwenyewe unajiona ni mfanya biashara, lakini serikali kwa taratibu zake ikikagua inafuata vitambulisho, haiangalii moyoni mwako unasema ni mfanya biashara. Umekosa kitambulisho kinachokutambulisha hapo, unafanyaje? Unatimuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unaelewa maana ya kupewa tiketi kwenye gari? Kama uelewi wewe, ukipewa pale chini iache pale pale, panda kwa gari. Utaelewa ndani ya gari, sawa? Kwa maana ya kwamba unaweza sawa umelipa hela, lakini ndani ya gari ukikaguliwa tiketi ukikosekana, kuna kizungumkuti chaja. Utatueleza hata kama hela wanazo. Na kuna saa unakuta kabisa yule mtu unamuona kabisa, sema jamani, wakati ule napandishwa pale, maana kweli hatupandi na wale ambao wametupakiza hapo. Wengine ni wapiga debe wanaishia hapo. Lakini unaona kabisa aliambiwa hela yake hii hapa, huyu hapa msafiri mwepesi. Ukiingia kwa gari mbao utakuwa mzito, kama wakati mwingine tiketi ulidondosha ulipoteza. Utaona kule ndani ya gari hawakagui hata sura, wanaangalia una tiketi. Sasa ndio hiki kitu kinachoitwa na haki. Una utambulisho ambao unadhibitisha kwamba wewe kweli ni tajiri, wewe kweli ni mmiliki. Bwana asifiwe. Uone sasa kwa nini tunatakiwa kumshirikisha Mungu, kumhusisha kwenye mambo yetu. Akitujilia anatujilia na hizi sifa zake haziachagi nyumbani. Haleluya. Sio kwamba anasema ni kama mtu mwenye magari mengi au mwenye mavazi mengi kwamba leo amevaa hili, kesho amevaa hili. Hizi sifa Mungu anatembea nazo. Mahali ambapo uwepo wake unahusika na hizi sifa zake zinakuwepo. Tunaenda sawa sawa wapendwa. Jambo la pili, kwa nini tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi? Sababu ya pili tukaona ikisema tunapomhusisha Mungu au kumshirikisha Mungu katika mambo yetu tunapata kubarikiwa na kufanikiwa kiurahisi, kwa sababu Mungu huwa ana ujuzi mkubwa sana wa mbinu za kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Mungu huwa ana ujuzi mkubwa sana wa mbinu za kuyapata na kuyavumbua mafanikio. Mungu ni zaidi ya wale watu ambao wanasemwa ya kwamba ukifika hapo kijijini lazima kwanza uendee hao wazee. Hawa ndio wanajua mambo ya mji. Ni zaidi ya hao. Haleluya. Wakati wazee wanajua mambo ya mji kihistoria, Mungu anajua mambo ya mji kiuumbaji. Wamtaka nani wewe kati ya huyu wa historia na huyu wa uumbaji aliyeumba? Haleluya. Kuna wazee kweli watakuwa wanajua mambo ya mji kihistoria, lakini Mungu anajua mambo ya mji kiuumbaji. Kwa sababu gani? Material za huo mji, hata hao wazee ambao wanaonekana ya kwamba ni wakongwe na wanajua mambo ya mji, hawajui hata material za huo mji zilitoka wapi huo mji ukawepo. Yeye Mungu ajua, kwa sababu ndio kwa neno lake vitu vyote vilifanyaje? Viliumbwa. Wataka nini? Haleluya. Kwa hiyo wamtaka Mungu au wataka wazee wa mji? Ni shauri yako. Kuna wakati mambo ya Mungu yako kidemokrasi. Unachagua pa kupigia kura. Haleluya. Wachagua chama ukipendacho. Ni Mungu tu akufahamishe ili usiseme ya kwamba nimepigwa hizi nyundo kwa sababu sijafahamu. Ufahamu ili ukipigwa nyundo huo umepigwa kwa sababu ya kuchagua kwako vibaya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona miongoni mwa picha hapa
inayoonyesha jinsi ambavyo Mungu alivyo na ujuzi mkubwa sana wa mbinu za kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Miongoni mwa picha. Picha ya kwanza tuliona kitabu cha Hesabu sura ya 20 mstari wa 7 hadi wa 8. Na leo tutaendelea na picha nyingine. Picha ya kwanza, hizi ni miongoni mwa picha zinazoonyesha jinsi ambavyo Mungu alivyo na ujuzi mkubwa sana wa mbinu za kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Picha ya kwanza nimesema ni kitabu cha Hesabu 20:7 hadi 8. Biblia inatuambia hivi: Bwana akasema na Musa akinena, twaa ile fimbo. Sio chorongo. Mzee Jimmy upo? Wewe si mzee wa mambo ya chorongo huko kwenye migodi yako. Hapa utulie. Ufanyeje hapa? Kuwa mpole hapa. Sio kasema hasa fimbo ile sita katika fimbo fimbo na hicho kitu ninachoambiwa. Ngoja mimi nikachukue chorongo. Mimi sana na chorongo. Sishai kuonaga watu wanauliza wanasema kwamba, "Jamani, hivi kuna mwenye panga hapa tukate siku kuna mwenye panga?" Kuna mwamba anakuambia kwa kujipiga anaenda leta shoka. Basi watu nao wanasema, awe sasa ndio umemaliza." Kuna saa mambo ya Mungu hayataki hicho kihelehele. Tuliza bodi. Haleluya. Amen. Kuna saa mambo ya Mungu hayataki. Kuna wakati nishawahi kusema kuna neno huwa siku hizi ulimwengu unalitumia sana, unaambiwa jiongeze na wewe. Ili jiongeze kuna wakati lina utamu, ni zuri, kuna wakati ni baya, haitumiki. Hususan kwa Mungu, ukiwa unaishi chini ya mwamvuli wa Mungu, masuala mengi ya kujiongeza yamekengeushaga watu. Haleluya. Masuala mengi ya kujiongeza ukiwa mtu wa Mungu yamewaponzaga watu. Sasa utaona hapa Mungu anazungumza na Musa, anamwambia, "Twaa ile fimbo, chukua ile fimbo. Ukawakusanye mkutano wewe na Haruni ndugu yako. Alafu ukauambie," sio hata uombe. Jamani, kuna tofauti ya maombi na kusema na kuongea. Ingawaje kwenye maombi pia tunaweza tukasema, lakini kuna tofauti. Angesema kaombeni, ingekuwa ni maombi. Angesema hapa ni kauambie. Tunaenda sawa sawa. Kuna fimbo alafu kuna mazungumzo hapa, kitu kingine hiki. Kauambie nini? Mwamba. Kwani mwamba ni nini? Tukasema Jumapili ya kwamba mwamba ni jiwe ambalo kikawaida huwa ni gumu sana. Haleluya. Acha tu kusema mwamba ni jiwe, lakini jiwe ambalo linaitwa mwamba, hilo jiwe lina ugumu. Mimi nimewahi kuchimba shimo la choo. Yale tunaita masinki sijui manini. Yale anaenda kumwagiwa huko. Nikasikia mchimbaji anasema, nachimba kwa bei hizi, futi kiasi hiki. Kwa kadiri ya futi zako hizi ni kiasi hiki. Lakini nikikuta mwamba tutaongea. Aya, kichwa kikaniuma. Kwa hiyo hapo ina maana hamjamalizana fundi. Itategemeana na habari ya kwamba huko chini atakachokikuta. Anafaa kuniambia hivi, narudi juu. Tena kumbuka ile kauli ilikuwa tamu kweli. Anasema nachimba kwa futi kiasi hiki. Haleluya. Amen. Kama sikosei ilikuwa 15,000 kwa futi. Akasema lakini nikikuta, ndugu yangu sina ushakutana nalo ile tulikuwa tunahangaika na shimo la kanisa. Ndugu yangu Imashao. Lakini nikikuta mwamba narudi juu tuongee. Maana yake mwamba sitembei nao kwa bei hiyo. Mwamba sio jambo la kitoto. Unajua nikaanza kumpeleleza pale. Mwamba fundi ukoje? Sio kwamba sikusikia mwamba. Lakini nikawa sana nasikia hilo neno mwamba kiupepo upepo, na mimi nalibeba hivyo kiupepo upepo. Hususani nikajua sana mwamba ni yale mawe ambayo tunayaona sana kule juu kwenye milima. Lakini sasa akaniambia mwamba anaokuta chini ya nini? Ya ardhi.
kwamba nikikuta mwamba narudi juu, tunaongea hapo, tutapatana mapatano mapya, kwa sababu mwamba siwezi nikafanya kwa bei hiyo. Kaambia mwamba fundi nini? Akasema mwamba rejeo liko huko chini limejitandika kama ardhi. Kwa maana hiyo mimi nilikuwa na Tanzania niambie hivi, ni jiwe ambavyo nitakuwa na vikuta vingi na vifokoa vinanchosha. Yeye anasema limejitandika kama ardhi, kwa maana kwamba uweze ukasema ya kwamba nilitafutie namna ambavyo nitalikwepa kwa upande huu. Akishaenda sehemu akiita ina mwamba, maana yake ni kwamba hapo tayari aende hivi, eneo hilo ni mwamba umetandika. Wakati yeye ana masululu sijui na manini ya kugongea kiufundi, angalia kuna watu hapo wanaambiwa mwamba wa namna hiyo wao wauongeleshe tu. Unaona ubobezi wa Mungu nyinyi? Haleluya. Tunashukuru kwa sababu pia tuna somo na mifano halisi katika jambo la namna hiyo, ambalo huyo fundi na machorongo yake mpaka anasema nitarudi juu tuongee. Mungu anawaambia hawa wakauambie huo mwamba, wauongeleshe. Mwenye vifaa vya kugonga auvunje, yeye anaona kuna shida, sio rahisi. Lakini wao hapa hata bila kifaa cha kuvunja wameambiwa tu, huku wameshika fimbo. Hata ile fimbo hawajaambiwa pia wagonge nayo hivi yule mwamba. Wameambiwa tu washike fimbo hivi, kama vile ambavyo mzazi unasema huyu mtoto ngoja asinizoee sana, akaniona mimi mzazi wake, sasa nimekuwa lele mama, akampanda kichwani. Leo ngoja akija nimtishie aone hata namshikia fimbo. Hii kwa kweli sina nia ya kumchapa. Moyo unasema sina nia ya kumchapa, ila ngoja nimuoneshe, nimkaribie ili jambo lake ili aone sasa kwamba nimelichoka. Kwa unaona? Wewe ulikuwa wapi wewe? Leo ndio ulikuwa pita huko, nimeingia hapa. Ulikuwa wapi? Wewe mwenyewe unaanza. Mama usinichape. Kwa nini usinichape? Umeona ana nini? Na fimbo mkononi. Unaona? Tayari moja akili na kuelekeza kwamba nachapwa. Kwa ina maana hata ule mwamba ni kama Mungu alitaka pia na wenyewe nao uoneshwe tu vile kwamba ni kama utazibuliwa, ni kama utachapwa na fimbo. Lakini wala hawajaambiwa wauchape, wameambiwa wakienda na hiyo fimbo wakausemeshe tu mwamba. Haleluya. Wanaambiwa wauambie kitu gani? Kauambie mwamba mbele ya macho ya uso, mbele ya macho yao hao wana wa Israeli, utoe maji yake katika kitu ambacho ni jiwe ambalo kikawaida huwa ni gumu sana. Leo Mungu kwa ufanisi wake anaonesha utaalamu ya kwamba jiwe hilo na ugumu wake linaweza likatoa maji. Hiyo kwanza ni formula ngumu sana. Sio ndio kule zile pande ambazo zinakuwa mbichi zile pande. Kafanyeni hivi, kapigeni. Watoto simpo hapo. Kagongeni hivi. Kibibi nipe maji, nitakupa maji ya sukari. Yo, mama. Kule kutembetebe kule, kwa chepe, kapigeni hivi, utaona vimaji vinanyiritika vinanyanyuka hivi. Yaani Mungu hana ile kwamba asaidiwe. Ndio maana nyie wenye andiko la Mungu anasema isaidie nami nitakusaidia. Ujisaidie wapi? Haleluya. Wakati mwingine tuishie tu kujisaidia kule mahali fulani, huku kwa mambo ya Mungu tuacheni bwana. Tujisaidie tu mahali kwingine. Haleluya. Katika jiwe gumu la namna hiyo, kwanza linatakiwa litoe maji. Kwani jiwe limeumba na maji? Au wanasayansi mpo hapo? Au mtarudi kwenye vitabu mkacheki? Tutoe homework hapa, assignment. Kwani jiwe mpaka kuwa jiwe vile limeumbwa na maji, lina maji ndani yake, kwamba ni libogo lile limejazwa maji ndani yake. Haleluya. Amen. Jamani, sote tunajua ugumu wa jiwe hata kama kaitwe nikajiwe. Si tunajua ugumu wa jiwe?
Haya, katika haya malaini kama haya ambayo yalivunjwa mpaka yakazaa kokoto hivi, utaniambia wakati wanapiga hao waliona hata tone la maji likiruka, maana walikuta maji ndani. Mnaona mambo ya Mungu yalivyo ya ajabu. Katika jiwe lililo gumu kweli kweli, Mungu aliona ya kwamba kuna uwezo, yeye akatokeza nini? Akatokezea maji. Na ndio maana ukiwa umemhusisha Mungu kwenye mambo yako, wala usinengeneke. Tulia. Bora tu umemhusisha nani? Tuliza bora rafiki yangu hivyo mbona unasema. Bora tu umemhusisha nani? Tulia. Sio mhusisha hapa. Ukisikia mwenye nyumba anagonga hodi, unasema, "Sasa hizi sio maombi, ngoja nipambane kumdanganya." Ndio penye shida. Kwa sababu gani? Katikati ya ugumu kuna mambo matamu anayo kwa ajili yako. Amen. Kama vile ambapo kwenye mwamba kulionekana ya kwamba kunatoa nini? Kunaweza kutoa maji. Haleluya. Anasema ya kwamba ukauambie. Sasa hiki nacho ni kitu kingine. Acha kwamba huo mwamba unaweza ukatoa maji. Lakini angalia sasa kwa njia gani? Sio hata kubondwa. Kwamba useme ni ule unga, wakati vile wana wa Israeli wanaagizwa wabonde, kila mtu akiponda vile chemistry, kuna sulfonic inaingia pale, afu acid inagonga, ina boost. Mzee Jini sio utaalamu wako ulikuwa unanielekeza ile siku, hata sielewi leo mjambani ueleze ule wa namna ambavyo engine inavyowaka. Si compression pale na nipa anakuwa space iko hivi. Kwa hiyo mgandamizo mafuta yakienda pale ndio yanalipua. Zenyewe hapa ya habari nyingine kabisa. Kwa sababu wanaangua pia sio kwa kuupiga, kuusemesha. Haleluya. Sasa jamani, nani katika kuchunguza jiwe alishawahi kukuta hata kakialama kasikio kwenye jiwe? Yaani bado kwenye mambo yako hutaki umhusishe Mungu. Mungu wa ajabu namna hii. Unaacha kumhusisha. Wakati ambapo wewe unachunguza jiwe na unaona ya kwamba hakuna hata katobo ambao kanaashiria kwamba hili ni sikio. Yeye Mungu anaweza akalisemesha hilo jiwe na hivyo halina sikio na likasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, tumtake Mungu. Tumtake Mungu. Kauambie utoe maji. Anasema nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama. Anaweka mpaka hakika, maana yake hana mambo ya kubahatisha. Hawaambii kwamba hebu kajaribuni. Anaambia kwa njia hiyo maji yatatoka, watu watakunywa na wanyama wao. Na vilivyofanyika ndivyo vikawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo utaona sasa ni picha hii nayo tuonesha jinsi ambavyo Mungu alivyo na ujuzi mkubwa wa mbinu za kuyapata au kuyavumbua mafanikio, kwamba hata katika hali ngumu ambayo wewe ukiambiwa kwamba hivi inawezekana hii kweli, wanasema hapa tayari kishaoza hiki, labda ubadilishe spare. Mungu anaweza akakirudisha hicho kikawa kipya kuliko ulivyonunua dukani. Amen. Bwana asifiwe. Leo nataka tuangalie picha ya pili. Picha ya pili inayoonyesha jinsi ambavyo Mungu alivyo na ujuzi mkubwa sana wa mbinu za kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Picha ya pili. Picha ya pili ni katika habari ambayo tulisoma kwenye Injili ya Yohana sura ya 21 mstari wa 1 hadi wa 6. Picha ya pili, Injili ya Yohana 21:1 hadi 6. Hii ni picha ya pili inayoonyesha jinsi ambavyo Mungu alivyo na ujuzi mkubwa sana. Jinsi ambavyo Mungu alivyo na ujuzi mkubwa sana.
Ujuzi huo mkubwa unaohusiana na mbinu za kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Nimesema Injili ya Yohana sura ya 21 mstari wa 1 hadi wa 6. Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Mstari wa 3, Simoni Petro aliwaambia wale wenzake, naenda kuvua samaki. Nao, yani wale wenzake, wakamwambia Petro, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Wakawa wamekosa, wameambulia sifuri katika jitihada zao za kutafuta riziki, katika jitihada zao za kiuwekezaji, katika harakati zao za kimaisha, wakawa wameambulia sifuri. Lakini Biblia inaendelea kusema hata asubuhi kulipokucha Yesu alisimama ufuoni, yani pwani au kando ya bahari. Ndio tafsiri ya neno ufuoni. Walakini wanafunzi hawakumjua kuwa ni Yesu. Ona kwamba hawakumjua kuwa ni Yesu. Yaani ni ile kwamba kama anaota, yani nilionaona tu mtu alikuwa kwa pale, bora ni Yesu. Hata kama amekuja haeleweki, ujue kuna mambo atafanya tu. Haleluya. Hawakumjua kuwa ni Yesu. Mstari wa 5, basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Mstari wa 6 akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo nanyi mtapata. Hili ndicho ambacho nimetaka nisisitize hapa katika kukuonesha jinsi ambavyo Mungu alivyo na ujuzi mkubwa sana. Haleluya. Wa mbinu za kuyapata au kuyavumbua mafanikio. Hapa Yesu anapowaambia hawa watu ya kwamba litupeni jarife, yani nyavu, tegeni hizo nyavu upande wa kuume wa chombo. Haleluya. Kwa hiyo utaona katika bahari, licha ya kwamba bahari ni pana na kubwa, lakini utaona kwa jicho la Mungu anaelewa mpaka upande sahihi ambao ndio utakaozaa manufaa kwa hawa wavuvi wa samaki. Kwa hiyo utaona ya kwamba kuna faida kumhusisha Mungu kwenye mambo yetu, kwa sababu pia katika mbinu za kutaka tupate mafanikio wanaye, hatuendeshi kwa kutubahatishia mambo. Yaani Mungu sio yule refari, sio yule mjomba, sio yule sijui ni mtoto wa nani, ni wa mtani kwetu hapa, ndio alisoma saizi yuko ameajiriwa kule, kwa hiyo ndio anamuunganishia. Sema kujaga kwenye maombi na hoja hizo. Tuishi niombee mwanangu, kuna ndugu yetu Mwaya, kuna mjomba wake yuko huko mjini, anamtafutia kazi. Tunauliza, kwa hiyo kafikia wapi? Anasema bado anaendelea kumpambania. Si mnaona? Mtu ni mtu nyie. Utashangaa anaendelea kumpambania mtoto huyo kamaliza tangu mwaka 2002. Anaendelea kupambaniwa. Haleluya. Akiajiriwa wewe sana staafu kesho kutwa. Unaona kupambaniwa kwa wanadamu kulivyo, hata wao wenyewe wanasafa. Kusafa si kusafa? Kufanyaje? Kuteseka zaidi, kuchakalika. Haleluya. Wanateseka, yani bado licha ya kwamba unamuona ndio connector, ana connection, ana muunganiko anaweza akakufanyia, lakini ili ujue unapomhusisha mtu ni tofauti na unapomhusisha Mungu. Mtu bado ana picha za kubahatisha. Hata yeye mwenyewe pia anabahatisha, anajaribu. Ndio maana kuna sawa na damu ana neno, ngoja nikajaribu Mwaya, ngoja nikajaribu na leo. Ni sawa kabisa. Kwa mwanadamu huwa tumetawaliwa na kubahatisha. Ndio maana tukaenda mbali zaidi, nasemaga mpaka tunakubahatisha ambako kwenye majibu ya mtihani unafungwa macho, unachezesha vidole, vikikutana ndio jibu uandike. Ili ujue kwamba asili ya mwanadamu ni kufanya mambo kwa kubahatisha. Lakini utaona Mungu anapohusika, anaeleza mpaka upande sahihi ambao hicho kitu ndicho kitakapopatikana. Unaonaje? Haleluya.
Sio akamwambia haya, twendeni moja tukapambane mkiwa na mimi. Kwa kweli naamini kabisa mkiwa na mimi itawezekana. Ngoja twendeni. Tupeni jarife upande wa kuume. Akamalizia kusema mtafanyaje? Mtapata. Maana kama anaowaambia kwamba kwa taarifa yenu sasa, samaki ziko upande wa kuume wa jarife, mahali ambapo mtafika mtasikia kwamba mvue hapo. Sasa angalia, wakati ambapo hapa Yesu kawakuta hawa vijana hawa ni miamba kweli wa mambo haya ya uvuvi, ni asili yao. Wasomaji wa Biblia wanajua, kwa mfano hao watoto wawili wa Zebedayo ambao ni Yohana na Yakobo walipatikana wakiwa na baba yao kwenye jarife wanavua nini? Kwa hiyo hapo ni mtu karudi kwenye asili yake, utamwambia nini? Lakini angalia sasa kiburi ya Mungu ilivyo, kwamba bado uwezo wa Mungu ni mkubwa kuliko mtu ambaye anasema hii ndo asili yangu. Yaani hapa nifukuze kote, lakini mimi ukinifikisha Mungu hapo uniambii kitu. Bado Mungu ni zaidi. Asioambiwa kitu mwenye jeuri ya kila kitu kwenye eneo ni Mungu peke yake. Wewe hata uwe mzaliwa wa eneo, kuna mambo yatakuwa ni ushamba kwako tu, yatakutia ushamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Yatakutia ushamba. Kwa hiyo utaona ya kwamba mambo ambayo tutayafanya tukiwa tumemhusisha Mungu yatafanikiwa kirahisi, kwa sababu katika swala la Mungu kuvumbua mafanikio, Mungu huwa hanaga kubahatisha. Anafanya kile kitu ambacho anaona kabisa ni hapa, ni hapa. Hiyo ni picha ya pili. Ngoja nikupeleke picha ya tatu. Tulisoma kile kitabu cha Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 7. Ndio pia kinatupa picha ya tatu. Picha ya tatu. Uone utaalamu wa Mungu ulivyo katika kuyavumbua mafanikio. Na ndio maana sasa uone haja ya kumuhusisha. Maana yeye ni mtaalamu, ni mvumbuzi kuliko mzee wetu wa Mombo mwenye jina hilo. Luka 5:1 hadi 7. Ikawa mkutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye, yani Yesu, alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. 2. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Nikasema walishafanya, wakaambulia hasara, wamefika mahali saizi wanaosha nyavu, waziache hapo, warudi zao majumbani empty, kapa, hawana kitu. Mstari wa 3. Yesu huyo akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Mstari wa 4. Hata alipokwisha kunena, yani mara baada ya kuwapa mafundisho au makutano, alimwambia Simoni yule ambaye alitoka kuvua na akawa amepata sifuri tena kwenye duru hii nyingine, kwenye eneo hili lingine. Sio kachanganya hizi habari. Ni habari ambazo matukio yake ni sehemu tofauti. Licha ya kwamba napo hapa Simoni yupo, lakini Simoni huyu alijikuta ndo anapigwaga tu hizo nyundo za kwamba anapovua anaambulia zilo. Kwa hiyo hapa napo ilikuwa ni habari ya siku nyingine kabisa ya tofauti na ile ambayo walipata kule kwa Yesu kuhusika. Hii ni nyingine tena. Haleluya. Kule kulikuwa ni katika bahari ya Tiberia, hapa ni katika ziwa la Genesareti. Hata location, mazingira pia ni tofauti. Kwa hiyo Simoni amefanya hiyo duru ya kutafuta samaki, kajikuta kakosa na wenzake, wakaamua bwana, ngoja tujioshe nyavu tu, tuzipumzishe sisi, turudishe vitu twende zetuni, turudi nyumbani. Mambo yamekuwa mazito. Wanafanya hivyo, Yesu anawatokea. Anaingia kwenye boti hiyo au chombo hicho ambacho walikuwa wanaingilia majini wakina Simoni. Anawaambia kisogezeni ndani ya maji. Anawahubiria makutano injili pale kwenye kile chombo, kama anakitumia kama jukwaa. Baadaye anamaliza kuzungumza, anamwambia Simoni, mstari wa 4, tweka, tembeza chombo hicho, tweka mpaka kilindini. Hapa napo nimetaka uone, tweka mpaka kilindini. Kilindini ni mahali gani? Kilindini ni mahali penye kina kirefu sana. Haleluya. Mkashushe nyavu zenu mvue samaki.
Mstari wa 6, mambo yalikuwaje? Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika, mpaka nyavu zinataka kukatika kwa wingi wa samaki. Wamewapataje? Saa hii alivyokuja Yesu, alivyoingia Yesu kwenye kile chombo cha Simoni, sio tu alisema ya kwamba rudieni tena, aliwaambia mpaka mahali watakapozipatia. Panaitwa wapi? Nini? Ziwa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo utaona jinsi Mungu alivyobobea sana kwenye kuvumbua mafanikio. Habahatishi. Maana pale kilindini tungesema anabahatisha. Wakati Yesu amemwambia hao watoke mpaka kilindini, tungesema kwamba kilindini haikuwa bahati yao. Wakapata mbele kidogo ya lile eneo la kile kilindi. Lakini kilindini, na walivyoshusha kweli nyavu hapo kilindini, walipata samaki wengi kiasi cha kwamba wingi huo ukawa mpaka nyavu zinashindwa kuhimili kubeba wale samaki. Nataka uone hizi picha tangu pale kwenye Mungu kuambia wana wa Israeli ya kwamba kwa kuusemesha mwamba ambao ni jiwe gumu kweli kweli, maji yanatokeza, wanaondokana na shida ya ukame waliokutana nao kule walikokuwa wanapita. Haleluya. Amen. Tunakuja pale tena, Yesu naye anaingia kwenye lile kundi la kina Petro katika bahari ya Tiberia, anawaambia tegeni nyavu upande wa kulia wa chombo. Anajua mpaka upande ambao samaki ndiko zitakapopatikana. Tunaona hapa tena Yesu anaingia kwenye chombo hiki cha Simoni akiwa na baadhi ya wenzake, anawaambia kipelekeni mpaka kilindini. Na kwa picha hizi za Yesu, kati ya ile ambayo aliingia kwenye chombo hiki cha hili kundi la kina Simoni akiwaambia ya kwamba tupeni upande wa kulia, hapa tena aliingia kwenye raundi nyingine, siku nyingine, akiwaambia ya kwamba pelekeni mpaka kilindini. Lazima pia uelewe ya kwamba ukifanya mambo na Mungu leo limefanikiwa kwa staili hii, usiendelee kukariri. Bado unamhitaji Mungu aendelee kukwambia kesho litafanikiwa kwa staili gani. Sinamwona Yesu ni yule yule, lakini hapa aliwaambia watapata samaki wakipeleka wapi? Wakitupa nyavu upande wa kulia mwa nini? Mwa chombo. Kesho rudia tena hapo kama mchezo. Wangerudia kule ilikuwa ni kilindini, huku ilikuwa ni kutupa upande wa kulia. Unaelewa sasa? Kwa hata tunapoishi na Yesu na Mungu pia kwenye mambo yetu, tusiishi na Mungu kimazoea. Sawa? Endelea kumfanya awe mshika usukani huyo huyo, jana, leo, kesho na milele. Mwache endelee kushika nini? Sio kwa sababu leo alishika ukaona akifika sehemu fulani anachuna breki, unajua unakariri unasema pita kwa kuna tuta. Alichuna breki akifika wapi? Wakati ule anakaribia kuingia Mombo. Alipofika katikati ya Mombo alikunja kona. Alipofika kesho unasema ngoja leo hamna shida. Si ile juzi Yesu alifanya hivi. Kwa leo mwenyewe na unaenda unashangaa unapochuna breki wala hapana tuta lolote. Kwa sababu gani? Kwa leo sio kwa jana. Haleluya. Amen. Kwa unajichelewesha mwendo bure. Umefika mahali umeingia kulia, ile siku Yesu alivyoingia kulia uliona anaendelea. Lakini leo umeingia kulia unashangaa umekutana na gema, umegonga. Unasema Yesu naye ana mazinduna yake. Wewe ndo zinduna. Haleluya. Kwa sababu gani? Licha ya kwamba una Yesu lakini kuna sawa jifanya mtaalamu. Kisa Yesu alikunyoshia mwanzo. Sasa unasema sasa niache ngoja. Unapataga wale wanawafundisha vitu bado hujamaliza, anakuambia mpaka hapo nimeelewa, ngoja subiri. Unaona anafika mahali anasema hivi hapa ndo utafanyaje? Piga kofi kubwa kweli, unatamani umchape kofi. Haleluya. Tukimtaka Mungu kwenye mambo yetu, tukikubali kuongozwa na Mungu kwenye mambo yetu, pia tusilete utaalamu. Switch za utaalamu wetu tuzipige off. Tuiache iliyo on iwe ya Mungu anayetuongoza. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukasahau kwenye ile harusi ya Kana Galilaya, kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 2 tuliyosoma mstari wa kwanza hadi wa 10. Utaona Yesu, mama yake Yesu alikuwa na elimu ya namna hii. Na ndio maana utaona aliwasisitiza wanafunzi wake akiwaambia kwamba lolote atakalowaambia fanyeni. Sababu alijua kuna wakati atasema mambo hao wataona mauzauza. Kuchukulia ni mauzauza, wanaweza wakaacha wasifanye, ndio tutakosa muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kisha muhusisha pia Mungu kwenye mambo yako. Wakati mwingine pia tulia, acha yaongoze, aendeshe yeye. Sio leo umekuja umelia kwa viongozi wa kiroho, umetulilia, umetuambia ndoa yangu kwa kweli mimi nimekuja niombee. Hapa inapopitia kwa kweli pagumu. Tuombe kwa kweli Mungu ainusuru. Tumuhusishe Mungu. Kesho unatuambia kwamba mtumishi, mimi nishauri kijijini tu njaamua nichukue maamuzi. Unaona shida mlizonazo. Unapiga simu, swala la kwanza natamani kujua hivi inaendeleaje sasa wakati tunaendelea kuomba wasa. Mtumishi samahani tena nilisahau kukwambia. Nilishauri kijijini na wiki ya 3 sasa na karibia mwezi. Toka pepo wewe mtabishaji wa watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unafanya watumishi kama vinyago, unafanya Mungu kama kinyago cha mpapule. Kwamba leo unamhusisha jambo, kesho kutwa unalichukulia maamuzi wewe, umelifanyia maamuzi wewe, umelikata wewe mwenyewe. Sasa kipi ni kipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umekuja kushirikisha kuhusiana na biashara yako. Tunaomba. Siku unakuja kusema, nilishabadilishaga sasa hivi, niliona tu sasa nibadilishe tu kabisa. Maana tu niliona inanitesa. Au ulikuja iondoe ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo pia tunapomhusisha Mungu kwenye mambo yetu lazima tuwe makini sana. Tulione hili jambo ya kwamba Mungu hafanyi mambo kwa njia za kukariri. Anafanya kwa kadiri ya vile ambavyo anasikia yeye na anaona yeye kwamba ni namna gani haya mambo yatazaa mafanikio. Kwa hiyo tuache Mungu afanye kwa kadiri ya vile anavyoona yeye mwenyewe. Wewe uliyemhusisha Mungu tulia. Haleluya. Nataka tusimame hapa tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Inuka tu. Tumwambie Mungu asante ya maarifa makubwa. Tumeona kuna wakati ni wapi tulipokuwa tunakwamia. Kuna watu nasikia mlikuwa sawa mnamhusisha Mungu lakini mlipokwamia ni hapa. Kwa sababu Yesu ulipokutana naye kwenye bahari ya Tiberia alikwambia unapata samaki kwa njia ya kutupa nyavu kulia kwa chombo. Basi wewe hata umeenda leo ziwa Genesareti, tunakuona unajifanya mwamba unatupa nyavu kulia. Hapo Genesareti ilitakiwa kilindini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa wakati mnaweza hata mkangonga vile vitendo vya kimani ambavyo unavitumia. Unasema nilienda soko la Uzambara, nikaweka chumvi kabla sijaanza. Niliuza. Lakini nikaenda soko la Bwiko. Licha ya kuumwaga na chumvi lakini nimetoka sifuri. Mambo ya Mungu hayakaliliwi. Kama ulisikia ndani yako hiyo siku kusukuma umwage chumvi pale soko la Uzambara, ilitakiwa uendelee kumsikia huyo Yesu anasema ufanye nini kwenye soko la Bwiko. Inawezekana ugonjwa ambao soko la Uzambara lipo nao haufanani na ugonjwa ambao soko la Bwiko upo nao. Wewe mbona unataka utibu magonjwa yasiyofanana kwa dawa moja wewe? Ulishawahi sikia wapi? Ulishawahi kwenda kwa daktari akakupa dawa ya malaria, baadaye akakunywa sasa pia una typhoid. Ukamwambia, "Mimi nitakunywa tu hii ya malaria iniponye na typhoid." Haiwezekani. Mbona sisi kwa tunafanya tutaka viwezekane? Haya, fumba macho yako basi. Tutengeneze. Inua mikono yako juu, sema Mungu Baba. Ninakushukuru sana kwa neema hii ya siku ya leo. Nimeendelea kupata elimu nzuri, maarifa mazuri ya kunisaidia. Nimeona pia ya kwamba ni kwa nini inanipasa nikuhusishe au nikushirikishe kwenye mambo yangu. Nimeona ya kwamba kumbe asili yako wewe ni tajiri, na ndio maana ni rahisi sana nikatajirika pale ambapo
ninakuhusisha wewe kwenye mambo yangu, na nikaona pia utajiri ulionao sio wa kawaida, haufanani na matajiri wa dunia hii na wa ulimwengu huu. Utajiri wako unaambatana na heshima, lakini pia utajiri wako una kitu kinaitwa kudumu. Na mimi natamani jambo la namna hiyo. Ninakataa ile picha ya kuonekana leo ninacho kesho sina. Hayo maisha nayakataa, 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 nayakataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakataa utajiri wa kuchakaa, wa kuexpire ambao dunia imenipatia. Leo hii ninavaa utajiri wa kwako wenye kudumu kwa kadiri ya asili yako ya kwamba Mungu ni tajiri. Leo hii na kushirikisha kwenye mambo yangu. Karibia, njoo, husika, shiriki ili kwamba